Karibu sana ewe mwanadalajani 1905 ambaye umekuwa mara zote ukiwa pamoja na sisi pale ambapo tumetoka kuangalia moja ya mechi zinazohusu timu yetu ya Chelsea. Na leo hii tulikuwa na mchezo uliotuhusisha sisi pamoja na Arsenal kwenye mchezo wa ligi kuu soka ya England, na mchezo huu umeweza kumalizika kwa Arsenal kuweza kutufunga mabao 2-1 huku timu yetu ikifanikiwa kupoteza michezo zaidi ya miaka kadhaa mbele ya Arsenal, tena kwenye uwanja wa Emirates Stadium. Na leo hii bao letu liliweza kufungwa na mchezaji wa Arsenal baada ya kujifunga yeye mwenyewe. Kikosi cha Chelsea leo hii, Roberto Sanchez, mbele yake kulikuwa na walinzi wanne ambao ni Reece James, Trevoh Chalobah, Mamadou Sarr pamoja na Joel Hato, huku kwenye double pivot akiwepo Andre Santos pamoja na Moi Caicedo, juu yake akiwepo Cole Palmer, Enzo Fernandez pamoja na Pedro Neto, huku Joao Pedro akimaliza kama mshambuliaji kinara kwenye mechi hii. Lakini dakika ya 70 Pedro Neto aliweza kuonyeshwa kadi ya pili ya njano na hivyo kusababisha kadi nyekundu, kitu kilichopelekea tushindwe kupata ushindi siku ya leo. Niko na wachambuzi wangu ambao leo hii watakuwa wanatuletea kile kitu bora ambacho ulikuwa umekimisi licha ya changamoto ambazo tumekutana nazo za kushindwa kupata matokeo, lakini bado kuna vitu chanya na vitu hasi ambavyo vimeweza kuonekana kwenye timu yetu. Niko na Hafiz Mnacho pamoja naye Amani Mustafa ambao watakuwa hapa kuweza kutuletea mengi. Mimi naitwa Himidiwe Kabuje, na tuanze safari moja kwa moja ya kuichambua mechi hii. Nikianza na Amani Mustafa. Amani, unafikiri tuliingia na mbinu gani kwenye mchezo huu na kitu gani ambacho kimesababisha tuweze kupoteza mchezo huu, haswa kwa aina ya magoli ambayo tumeweza kufungwa? Asante sana Himidiwe. Kwenye mechi ya leo, kwanza kabisa plani ya mwalimu aliyoingia nayo ilikuwa ni kuwapa kwanza heshima Arsenal na kwenda kujilinda, lakini kukisubiria moment ambazo zitapatikana kutokana na individual brilliance ya wachezaji wetu kama kina Cole Palmer, Joao Pedro pamoja na Enzo Fernandez ambao walikuwa wanacheza juu zaidi. Na setup ya mwalimu ilikuwa ni nzuri, ambayo wakati tulikuwa tunakaba na wachezaji nyuma 5, maana ya backline wachezaji wetu 4, lakini Andre Santos alikuwa anashuka chini kabisa kuungana na mstari wa mabeki, na Caicedo anakuwa juu kidogo au anakuwa partner pamoja na Andre Santos wakati tunakaba, na kwa kiasi fulani kwa asilimia kubwa tuliweza kufanikiwa. Lakini setup ya mabeki ambayo leo kocha alikuwa ameifanya kwa maana ya Trevoh Chalobah pamoja na Mamadou Sarr, kwa namna fulani ilikuwa inakuwa changamoto. Kwa namna gani? Ni kwanza kabisa beki ambazo leo zilikuwepo ni sio wazuri sana ukisema wanapiga pasi ambazo zinaweza kuvuka hata mstari mmoja wa wachezaji wa Arsenal, kwa maana ya mstari wa juu kabisa wa ushambuliaji kwenda kwenye mstari wa katikati wa kiungo cha Arsenal ili kuweza kuwini pressing ya Arsenal na kuweza kutembea mbele. Kwa hiyo kilichokuwa kinatokea ni kwamba ilikuwa inalazimishwa zaidi mpira uweze kubaki nyuma kwa muda mrefu, kuweza kustani kujua mpira unaweza kupigwa wapi. Na ndio maana leo ilikuwa kuna moment ambazo Robert Sanchez alikuwa anaonekana kufanya makosa mguuni, kwa sababu Arsenal walikuwa wanafanya pressing kubwa sana, na hiyo pressing kutokana na aina ya mabeki tulionao, lakini pia tulikosa mtu ambaye anaweza akawini ile pressing ya Arsenal, mchezaji kama Romeo Lavia. Andre Santos ni mzuri wa hivyo, lakini si sawa sana na Romeo, na kwa kipindi cha kwanza hiyo ndio sehemu kubwa ambayo ilikuwa inatufailisha, na ikawa ni ngumu sana kuweza kuwafungua Arsenal na kuweza kupita katikati ya kiungo chao, kwa sababu target ya leo ilikuwa ni namna ambavyo tutaweza tukatumia nafasi katikati ya kiungo cha Arsenal ili kuweza kushambulia kutokana na kuwa na namba 10 wawili, kwa maana ya Enzo Fernandez pamoja na Cole Palmer, tukiwa na winga halisi mmoja na striker mmoja. Kwa hiyo momenti nyingi tulikuwa tunazitumia katikati zaidi, na sehemu za pembeni hasa kwa Pedro Neto pamoja na Joel Hato kulikuwa hakuna impact kubwa sana kutokana na namna setup ya Arsenal ilivyokuwa. Kipindi cha kwanza sehemu ambayo kubwa zaidi ilitufelisha kwamba wana pressure kubwa
wana pushi sana. Kinachotakiwa sasa ni kuweza kupata mtu ambaye anaweza kawini pressing ili pasi ziweze kufika mbele kwa haraka, na hicho kitu tulikuwa tunakikosa, na nilitamani sana kipindi cha pili tutakaporudi basi aingie Romeo Lavia kwa ajili ya kuweza kufanikisha hili jambo. Lakini kipindi cha pili tunarudi, kipindi cha kwanza kinaenda moja moja, kipindi cha pili tunarudi, mwalimu akastiki na plani yake ile ile, na ukiangalia tayari ilikuwa unaona ke Moi Caicedo alikuwa anahitaji mtu ambaye anaweza kumsaidia kwa namna moja ama nyingine ili Hafiz. Naam. Kwa upande wako nafikiri tutaendelea na Bwana Amani Mustafa, lakini kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu kidogo tuendelee na kitu kingine. Kwa upande wako umeiangalia mechi vizuri, na mwalimu alichokuwa anakiandaa kwenye uwanja wa mazoezi, unaweza kuwa umepata picha nini ambacho alikiandaa dhidi ya Mikel Arteta. Unafikiri kuna kitu gani ambacho mwalimu wetu alifeli kwa upande wetu leo mpaka tukashindwa kupata matokeo? Na ukitazama makosa ni yale yale, St. Pieces zinaendelea kutugharimu dhidi ya Arsenal. Namna gani ambayo mwalimu aliwaza kuingia nayo na haijawa vile ambavyo aliwaza? Binafsi toka ujio wa mwalimu Liam Roseni anafikiri amekuwa ametengeneza mambo mengi sana kwa wachezaji ambayo yanakuwa ngumu sana kumlaumu mwalimu kama mwalimu, kwa sababu ukiangalia actions ambazo zinatokea ndani ya kiwanja, mwalimu yeye kazi yake ni kuapply mbinu na kutengeneza muundo ambao utawapa wachezaji uwezo wa kuweza kudeliver ndani ya game. Nafikiri hiyo kazi kwa nafasi kubwa amefanya, na ameweza pia kudetermine aina gani ya wachezaji na watumie wapi, na ndio maana games ambazo ameweza kuzishinda na kudondosha alama kadhaa ambazo amezidondosha mechi dhidi ya Leeds kabla ya mchezo wa leo na mechi dhidi ya Burnley nafikiri. Kwa hiyo nafikiri mwalimu amekuwa bora kwenye kuandaa muundo, ila nafikiri wachezaji pekee ndo wanatuangusha kwa nafasi yao, ila mimi naweza pia kuwakingia wachezaji kifua kutokana na namna ambavyo ratiba zetu zimekuwa kwa hii misimu miwili. Msimu uliopita tumekuwa na ratiba ngumu zaidi. Nafikiri tumecheza michezo mingi zaidi, japo ndo ulikuwa msimu wetu wa kwanza ambao tulikuwa tumeenda kutia energy kwenye kila mashindano. Ila kwa msimu huu nafikiri hangover na pre-season ilivyokuwa ndogo, na bado ratiba imekuwa ngumu zaidi kwa upande wa Chelsea, kwamba hapa miezi fulani ya nyuma nafikiri kulikuwa kuna takribani siku 3 mpaka 4 za mapumziko tu, kitu ambacho timu zingine hakikipitii kama ambavyo ilikuwa tunapitia sisi. Kwa hiyo nafikiri unaona ni namna gani ambavyo ule muda mwingi wa kupumzika kwa wachezaji unakuwa ni muhimu ndani ya kikosi. Kwa hiyo nafikiri technically mwalimu yupo vizuri, na ndio maana tumeonekana kwenye statistics ambazo zimekuwa kwa mchezo mzima tumekuwa bora, na hata pindi ambapo Pedro Neto alipata red card. Kwa hiyo yeye binafsi nafikiri anaifanya kazi yake na anajua nani aingie kwa wakati gani kutokana na wachezaji ambao wanakuwa nao kwenye benchi lake. Kwa hiyo kitu ambacho kinatuangusha nafikiri bado ni ile hangover na ule uchovu. Ukimwangalia Palma saizi energy imepungua kwa nafasi yake. Ukiangalia hata kina Reece James kuna namna fulani, Caicedo kuna namna fulani ana drop, kuna game atakupa kitu, kuna game hawezi kutoa kile kitu ambacho wengi wanakuwa wamekizoea kutoka kwake. Kwa hiyo haya yote ni nafikiri ni mapumziko, na sijui itakuwaje kuelekea msimu ujao, kwa sababu baada ya msimu huu kumalizika nafikiri kuna mashindano ya kombe la dunia ambalo linaenda kufanyika baada ya msimu kumalizika, na baada ya pale mwezi Agosti nafikiri ligi itaresume tena. Sijui kwa Chelsea itakuwaje, na ikatokea tukafuzu pia mashindano ya Ulaya kwa maana UEFA Champions League ama hizo Europa na vitu vingine huko, tukaweza kufuzu, changanya na ligi, changanya na FA na Carabao, nafikiri kuna kitu ambacho kinahitajika. Quality inabidi ongezwe ndani ya kikosi ili kuwapumzisha hawa ambao ni regular starters. Nafikiri hii ndio itakuwa solution pekee, kwa sababu kuna vitu havikwepeki. Ukideliver utaweza kufuzu kwenye mashindano makubwa, na baada ya kudeliver ukishafuzu kwenye mashindano makubwa unabidi utumie resources zako, kwa maana ya wachezaji ambao unao, na kama wachezaji bora ambao wanakupa matokeo ndo hao
wale sio marobot wala sio mashine zile. Nafikiri wanachoka kwa nafasi yao. Kuna extent itafika kama hizi. Unaona mechi kwa mfano ya Leeds ilikuwa ni mechi imeisha mapema, mechi ya Burnley ya kumaliza mapema, lakini Cole Palmer ambaye tulimpata kwa misimu miwili nyuma, nafikiri sio yule ambaye anaonekana kwenye msimu huu. Kichanganya na majeraha ambayo anayapitia, ndo anakuwa anazidi kuzorota zaidi. Kwa hiyo nafikiri mwalimu yeye kimuundo anaweza kuwadhibiti Arsenal zaidi, na ndo maana ukiangalia hata nature ya mabao ambao tumeruhusu leo ni mabao ya set piece. Ina maana timu ipo vizuri ndani ya kiwanja, ila set piece ndo hivyo, mipira iliyokufa tunashindwa kuwa active kwa nafasi yake, na nafikiri ni mipira migumu zaidi kuidefend hata kwa wao Arsenal, ukizingatia hata nature ya bao ambao tumefunga, na sio watu wa kwanza kuwafunga nature ya mabao haya Arsenal. Kwa hiyo ni tafsiri nyepesi kwamba kwa mchezo wa leo nafikiri kimbinu mwalimu aliingia vizuri, aliwadhibiti maeneo yote Arsenal vizuri, lakini changamoto ilikuwa hapo tu kwamba kuna moments ambazo tulikuwa tumehold temper na chances zile ambazo tulikuwa nazo nafikiri wachezaji wameshindwa kuzitumia kwa nafasi yao. Kwa hiyo kuna namna unaweza ukawakingia wachezaji kifua kutokana na ratiba ambazo wamezipitia, na kuna namna ambayo pia kocha unaweza ukashindwa kumlaumu kwa nafasi yake. Kwa hiyo kwa mchezo wa leo si utazami kama tulizidiwa kimbinu zaidi ya kwamba ni just moment ambazo zimeamua matokeo kwenye mchezo wetu. Hapa natamani pia kufahamu hivi mwalimu ameshindwa kumweka Enzo Fernandez bench au kumtumia kwenye eneo la namba 8 ambalo amezoeleka akitumika, japo kuna baadhi ya michezo hasa timu ya taifa ya Argentina alikuwa anatumika kama namba 10, lakini kwa Chelsea namna ambavyo anacheza inaonekana kumekuwa na uhaba wa nafasi, hasa wakicheza kati yake na Cole Palmer kwa pamoja kwenye eneo la namba 10. Unafikiri hili linaweza likawa ni changamoto ambayo pia inatugharimu kwenye michezo hasa hii mikubwa ambayo tunaicheza dhidi ya Arsenal na wengine? Nafikiri inarudi pale kwamba nia ya mwalimu kwenye eneo la midfield ni kutengeneza mwambao kwa maana ya toughness kwa mpinzani, na nafikiri kwa nafasi yake amefanikiwa, na ndio maana tunaona Andre Santos anaweza kuipata nafasi zaidi. Kuna vipindi fulani hapa nyuma niliulizwa juu ya kuwepo kwa Romeo Lavia kama akiweza kuwa fita na uwezo wa kumtoa Andre Santos kikosini. Nafikiri ni dhahiri kwamba kila mtu anatambua nini namna gani ambavyo physically kwanza ukimwangalia Romeo Lavia yupo vizuri, na ukimwangalia hata passing game yake nafikiri ni upgrade kidogo ya Andre Santos, na nafikiri hata the way ambavyo anakuwa na ability ya kusoma mchezo, nafikiri Santos ana vitu kadhaa vya kujifunza. Kwa hiyo kuna namna fulani tunakosa baadhi ya vitu baada ya kuwa tumeshaudefend ule mpira. Tunahitaji viungo wawili ambao wapo chini wawe na uwezo wa kudefend, na hapo wawe na uwezo wa kupiga pasi nzuri ambazo zina uwezo wa kutuzalishia matokeo, na nafikiri Caicedo ameonekana anafanya kwenye baadhi ya moments kitu ambacho kimekuwa kinatoa matunda kwa baadhi ya games. Ukizingatia hata goli kwenye game yetu dhidi ya Burnley, pre-assist ilitokea kwake. Nafikiri ni moja ya vitu ambavyo ameanza kuonyesha kwamba ana ability ya kuvifanya, ila ukiwa na Romeo Lavia atakupa vile vitu zaidi ambavyo Caicedo anafanya, na hata ukimwangalia Lavia ni press resistant mzuri sana, tofauti na alivyo Andre Santos. Physically kuna moment tunamuona Santos kwa nafasi yake anaikosa ile stamina kwa kiwango fulani. Kwa hiyo nafikiri kama tutaweza kumwangalia Enzo zaidi akiweza akicheza chini, itatugharimu pindi ambapo timu inakuwa inashambuliwa, na nafikiri hilo limeonekana. Tunakuwa very open na Caicedo anakuwa anaifanya kazi kubwa, na ukizingatia kwa msimu huu kuna hangover kama nilivyosema kwa wachezaji wetu ambao walitoa energy kubwa kwenye mafanikio yetu ya msimu uliopita. Kwa hiyo unaona kabisa mwalimu anajaribu kutengeneza mfumo ambao unaweza kutupa matokeo, na nafikiri ni vile tu tunakosa winga wa kushoto ambaye ana uwezo wa kuwa na uhatari zaidi kwa mpinzani.
ukimwangalia Garnacho kuna moment anakuwa anaikaba timu, kuna moment anakuwa anakupa vitu. Kwa hiyo mwalimu ameona ni bora zaidi ambavyo watakuwa wana rotate kwenye eneo la kushoto, kwa maana labda ata overlap fullback kwa maana ya Hato ama Kurea pindi ambapo anakuepo. Kwa Enzo mara kadhaa anaonekana akioperate kwenye upande ule, sometime Palma kama mchezo wale alivyofanya. Kwa hiyo mwalimu anaona zile dynamism ni nzuri zaidi kwenye upande wa kushoto kuliko ambavyo atasema amtegemee winga ambaye anaonekana hana hatari zaidi kwa wapinzani kama ilivyo kawaida. Nirudi kwa bwana mdogo Mamadou Sall ambaye leo hii mabao yote mawili wamefungwa mbele yake. Bao la kwanza amefanikiwa kuligusa, lakini bao la pili pia yeye ndiye alikuwa amemmaki Julian Timber, lakini bado still amefunga goli mbele yake. Ni mchezo mkubwa, lakini unaionaje performance yake? Tumwekee dhamana kwamba kuna kitu anacho, au ndio mechi kama hizi zinaweza kumpoteza bwana mdogo? Nafikiri kwanza kabisa ukizingatia kwenye mchezo mzima kiujumla, composure aliyokuwa nayo, passing game yake na ule utulivu kiujumla na Trevoh Chalobah, nafikiri tunaona kabisa kuna kipaji kikubwa cha beki ndani ya Mamadou Sarr kwa nafasi kubwa. Kwa hiyo magoli mawili ya kona kupitia kwake, nafikiri ukiyazingatia vizuri unaona kabisa ni namna gani ambavyo Robert Sanchez amekuwa akiwakengeua wenzake pale kwenye zile moments. Angalia hususan goli la pili, alikuwa anafanya nini pale Sanchez? Yani kuna muda ukiangalia unaona haijulikani alikuwa anataka kufanyaje kwenye lile tukio, ila ndo hivyo watu kwa sababu yani mtu wa height ya Julian Timber anawafunga kwenye eneo kama lile, ina maana kuna kitu kinakuwa kimemiss. Tunatarajia kama ambavyo bao la kwanza limefungwa na William Saliba, labda height kidogo inaweza ikawa factor, na the way ambavyo watu walikuwa wamejiposition labda unaweza ukazingatia, ila kwa Julian Timber na eneo ambalo alikuwepo na kuweza kutufunga bao kwenye eneo lile, unakuwa lazima utapata maswali ni namna gani ambavyo kipa mwenyewe ameshindwa kukaa kwenye eneo sahihi. Kwa sababu ukiangalia kwenye bao la pili, nafikiri Sanchez ndo amewagharimu wenzake na mpaka bao kupatikana, na hata ukizingatia mchezo zima kiujumla, nafikiri Sanchez amekuwa na mchezo mbovu wa msimu kwa msimu huu. Nafikiri huu ndo mchezo wake mbovu zaidi, kwa sababu miguu yake ingeweza kuzaa hata mabao 3 kwenye mchezo wa leo ukimzingatia. Kama Arsenal angekuwa makini na kutumia zile chances ambazo Sanchez alikuwa anachoma. Kwa hiyo leo hakuwa na utulivu kichwani, na nafikiri game haikuwa kwa upande wake kwa nafasi kubwa. Kwa hiyo ukisema Mamadou Sarr kwenye magoli mawili, alafu ndo kama Premier League start yake ya kwanza kwenye mchezo wa daraja hili, Arsenal akiwa anakimbiza mwenge aweze kuupata ubingwa na sisi tukiwa tunajaribu kuactivate zile mbio za top 4, unaona ni namna gani ambavyo bwana mdogo Mamadou Sarr ameifanya kazi kubwa kwa nafasi yake. Amani Mustafa, nidhamu yetu imekuwa ndogo sana kwa msimu huu. Tayari kumeshuhudiwa kadi nyekundu zaidi ya 6 zikituhusu. Leo hii Pedro Neto pia ameweza kuonyeshwa kadi nyekundu. Kwenye michezo ambayo tumepoteza msimu huu, tumedondosha pointi. Ili linaweza likawa pia ni moja ya vitu ambavyo tunaweza kuviweka kwenye vitu vya kuvibadilisha kwa msimu unaofuatia, hata msimu huu unavyoendelea. Kiuhalisia kabisa, pia tukiachana na uwezo wa kufunga uwanjani, uwezo wa kuset up timu yako, hakunaga mafanikio bila discipline. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, hili pia limekuwa ni tatizo letu kubwa sana. Sio kwa kocha aliyepita, sio kwa huyo ambaye yupo hivi sasa. Ni kama wanazidi kugawana tu hizi kadi. Kwa hiyo nidhamu, sijui kocha pamoja na bodi nzima na viongozi wengine wao wanaongea nini na wachezaji, na namna gani wanaandaa kisaikolojia kuweza kukabiliana na hizi moment na pengine kuweza kufanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Na ni kama yamekuwa mengi sana, na kwa kiasi kubwa if tunataka qualify kucheza Champions League, kwanza inabidi tuweze kuboresha nidhamu yetu, kwa sababu huwezi ukashinda mechi ukiwa 10 down. Na tunavyojiangalia sisi tunavyocheza,
hakuna mechi ambayo unaweza kusema tumecheza vizuri tuko na kadi nyekundu zaidi ya ile tuliocheza na Arsenal katika hizo kadi zote ambazo tumeweza kupata. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunatakiwa kurekebisha sasa mpaka kuelekea msimu ujao ili tuweze kumaliza kwenye zile nafasi za juu kuweza kushiriki mashindano ya UEFA Champions League, kwa sababu nidhamu imekuwa chini sana kwa wachezaji. Hawajui ni wakati gani wafanye maamuzi gani. Ni kama timu fulani ambayo haina structure kamili kuanzia viongozi wake, kocha pamoja na wachezaji. Kwa hiyo ni kitu ambacho kiuhalisia kama tunataka qualify Champions League basi tunatakiwa tukiboreshe kwa kiasi kikubwa sana. Hapo Amani Mustafa, VAR ni jukumu lao kule kwenye chumba kuweza kuchunguza matukio yote yenye utata. Lakini kuna tukio la utata ambalo limetokea la Declan Rice kuweza kuhusisha mkono kwenye mpira mmoja kati ya mingi ambayo imechezwa uwanjani. Na kwenye tukio hilo referee aliweza kuamua kwamba si penalty, na VAR pia wamereview nafikiri nao wakaona pia si penalty. Kwako wewe, kwa jicho la kiufundi, unafikiri kulikuwa na haja ya kuweka penalty pale au kuna yale maamuzi aliyochukua referee yalikuwa ni sahihi? Kiuhalisia kabisa ninavyojua kwenye swala la mkono, kwanza kabisa mkono ukiwa upo kwenye position yake ambapo mchezaji ana uwezo wa kuavoid ama akiwa ameutanua sana, technically ile huwa ni penalty. Na ndio kilicho pia kuwa kimetokea kwa Declan Rice, kwa sababu mkono wake ulikuwa juu sana na wakati huo alikuwa amemshikilia Joao Pedro. Kusema mpira ulifuata mkono sielewi sana hiyo nadharia, kwa sababu nimeshaona penalty za aina hiyo mara nyingi zaidi, na nashindwa kuelewa kwa nini hata baadhi ya wachezaji wetu hawakupushi zaidi ili iweze kwenda kutazamwa kwenye VAR. Lakini kiuhalisia kabisa that was a clear penalty, kwa sababu mkono wa Declan Rice ulikuwa juu zaidi, ambapo kwa namna moja ama nyingine alikuwa na uwezo mzuri sana kuweza kuuepusha ili ule mpira usigonge kwenye mkono wake. Kwa hiyo sijaelewa wao wametumia kigezo gani zaidi mpaka ile pale imekuwa overturned na kwamba haiwezi kusimama kama penalty. Lakini pia kulikuwa kuna incident nyingine ambayo David Raya alifanya kwa Joao Pedro tena kwenye kupunch corner. Na kwa Joao Pedro kitu ambacho kilikuwepo ni kwamba alipanchi mpira lakini alipanchi na mtu. Kawaida mtu akiwa anachezea foul, sasa hivi nimeona foul za aina nyingi sana. Unaweza ukacheza mpira lakini ukapita na mguu wa mtu and still foul ikasimama na mtu akapoa kadi nyekundu. Tumeziona hizo toka msimu uliopita. Mechi ambayo tulicheza na Tottenham Hotspur msimu ule wa Nicolas Jackson anafunga hat-trick. Cristiano Romero alicheza mpira akapita na mguu wa Enzo Fernandez na akapoa kadi nyekundu. Sasa pia sielewi kwenye kichwa wanatumia kigezo gani, lakini kiuhalisia zile zote kwa namna moja ama nyingine nilikuwa naona kabisa ni kama penalty ambazo zitakuwa zipatikane leo. Hapa wote mtazungumza, lakini nianze na bwana Hafizi. Michezo ambayo inafuatia kwenye ligi kuu ya soka ya England, mchezo unaofuatia ni dhidi ya Aston Villa, lakini tuna mchezo wa Newcastle, tuna mchezo wa Everton, tuna mchezo wa Manchester City, tuna mchezo wa Manchester United, alafu tuna mchezo dhidi ya Brighton. Hii ni michezo ya mwezi huu Machi pamoja na mwezi wa 4. Unafikiri njia yetu ya kwenda top 4 ni rahisi kiasi hicho au kuna ugumu kiasi chake? Nafikiri njia ina ugumu, ila kama ningepata nafasi ya kumshauri mwalimu Liam Rosenior, kulikuwa kuna solution moja pekee ambayo ingeweza kutusaidia kwenye michezo hii. First half iwe ndo half yetu ya kuamua matokeo yetu, tupate magoli kadri iwezekanavyo, kwa sababu energy ya wachezaji ndio inaonekana kwa michezo hii ya hivi karibuni ndio inakuwepo kwa nafasi kubwa. Then baada ya hapo ajaribu kutafuta namna ya kulock in, ila kulock in kwenye mchezo nafikiri iwe mid block zaidi kuliko hivyo low block, kwa sababu ukipiga low block unakuwa unamkaribisha zaidi mpinzani wako kwenye zoni ya mwisho, kwa sababu ukizingatia kikosi chetu saizi unaona kina Marco Correa wanaumia. Hii sio kwamba sometimes ni bahati mbaya, ni vitu ambavyo binafsi nilikuwa na expect muda wowote kwamba hawa kina Caicedo, kina Enzo, kina Marco Correa, kina Cole Palmer, kuna vitu kama hivi lazima huenda wanaweza wakakutana navyo, kwa sababu namna ambavyo wametumika msimu uliopita
na mafanikio ambayo wameyapata kwa msimu uliopita na namna ambavyo ratiba ipo kwa msimu huu. Ndio maana huyu Joao Pedro anaonekana ana shine sana kutokana na namna ambavyo amewakuta wenzie kwenye kikosi. Ila laiti kama angekuwa amepata mapumziko makubwa kama ambayo yeye atakuwa ameyapata kutokea Brighton, nafikiri kuna namna fulani angekuwa anatoa, wanapata vile, tungepata matokeo mazuri kwa kipindi fulani. Ukizingatia unaona kabisa ni michezo mingi ambayo tumelose, yani tumedrop point kutokea dakika 85 mpaka 90 na zile za nyongeza. Hapa hii inakupa majibu ni kwamba wachezaji wanakuwa wameshindwa kuendelea kuhold ile pressure ama kuhold ile energy ambayo ilitakiwa iendelee kuwepo ndani ya timu. Ila ukiangalia first half kwa mechi hizo zote ambazo tumedrop point, unaona kabisa ni dhahiri kwamba tumecheza game nzuri, na hata huenda sometimes tunakuwa tunaongoza na baadaye tunakuja kudrop points. Moja ya michezo hiyo nafikiri watu wamezingatia mchezo dhidi ya Burnley, wamezingatia mchezo dhidi ya Leeds United ambao ndo uliwaumiza wengi kutokana na idadi ya magoli ambayo tulikuwa tunaongoza. Kwa hiyo hii ni baadhi ya michezo ambayo tumekuwa tukiongoza mpaka kufikia dakika za mwishoni, dakika za 85 na kuendelea, na baadaye tuna drop point ama tunapoteza pointi kwa kiwango hicho. Kwa hiyo nafikiri hizi ndo zilikuwa suggestions zangu kama tunataka kusecure top 4. Kwa hiyo inapendekezwa tuweze kuyapata matokeo mapema, wachezaji wawe ruthless kwenye kipindi cha kwanza, kwa maana ya wakina Palma, Joao Pedro Neto, hawa wote kina Enzo Fernandez ambao wana attack box kwa moments kadhaa, waweze kutupatia walau mabao 2 ama 3 kwenye first half. Alafu baada ya hapo ndo tuweze kulock in kwa kutumia mid block, kwa sababu tukitumia low block naweza kukaribisha corners kama ambavyo ilikuwa inatokea leo na Arsenal watuadhibu. Ama ukiwa unakabia chini, kuna hizi balls ambazo zinatumiwa na wapinzani, wanarusha throw-ins ndefu ambazo timu nyingi za EPL saizi wanapata magoli kwa mtindo huo. Kwa hiyo hii kwa upande wangu nafikiri ndio ilikuwa njia nyepesi kwa hizi games ambazo zitakuwa zimebaki, ukizingatia kuna wapinzani kama Manchester United, Manchester City, ukimzingatia Aston Villa ambaye naye tupo kwenye kinyang'anyiro hiki cha top 4. Ukimzingatia pia nani mwingine amebaki, nafikiri ni almost wale ambao tunazurura kwenye ile eneo la kutafuta top 4 wote tuna mechi nao. Kwa hiyo njia rahisi ya kuweza kushindana nao nafikiri ndo hiyo kwa upande wangu. Naam, Amani Mustafa, na wewe kwa upande wako utuambie kwenda top 4 ni rahisi, ni njia rahisi au tutafute njia nyingine ya kuitafuta UEFA ya msimu unaofuatia? Kama mimi ningekuwa kocha, basi ningemshauri afocus na UEFA. Kwa sababu naiona njia ni ngumu sana kwenda top 4, ukiangalia kwa namna ambao tunashindana nao. Sio kwamba ni wazuri sana, lakini angalia namna Manchester United walivyo sasa hivi, angalia namna Liverpool walipotoka mpaka walipo sasa. Villa ndo mnyonge pekee pale, na kiuhalisia ni kwamba it's very tough, na hao wote tuna mechi nao, na kwa namna ambavyo timu yetu ilivyo inatia changamoto kutokana na kwamba ina matatizo mengi ambayo leo hii litafiksiwa hili, leo hii litafiksiwa hili. Of course kwenye mechi 9 kama sikosei zilizobaki, nafasi ipo ya kwenda, lakini ni njia ngumu sana. Na vitu vingi nadhani Hafiz kashasema kwamba kocha anatakuwa prioritize muda gani tunatakiwa tushinde game na muda gani ambao tunatakiwa timu iweze kurelease ile pressure. Hatuwezi tukawa tunaingia kwenye kila mechi kusoma mchezo kipindi cha kwanza tutegemea kipindi cha pili tuweze kushinda, lakini option ya pili ni kushinda dhidi ya hao ambao tunatakiwa kucheza nao. Tuna game dhidi ya Manchester City, tuna game dhidi ya Manchester United, tuna game dhidi ya Aston Villa, tuna game dhidi ya Liverpool. Hizo game zote hatutakiwi kupoteza, tunatakiwa tupate chochote kitu ili tuweze kujihakikishia nafasi ya kuweza kuvuka pale, kwa sababu pointi sio nyingi sana. Lakini pia kitu kingine naweza ngasema tu ni kwamba
kocha angalie namna gani anaweza akafocus vizuri pia na kwenye Champions League, kwa sababu pia lile ndio topo pekee ambalo tunaweza tukaqualify pia moja kwa moja kucheza UEFA Champions League msimu ujao. Japokuwa najua njia zote ni tough kutokana na side ambayo tumepangwa, lakini kiuhalisia ni kwamba kocha kama anaona vipi afocus sana na Champions League, kule tunaweza tukapata chochote kitu. Ninaiamini sana timu yetu pale inapokuja mashindano makubwa kama haya, na sina imani kubwa sana kama itakuwa rahisi kutoboa kwenye hizi games zilizobaki kuenda kushindania nafasi 4 za juu. Mpaka hivi sasa nadhani tupo 6 points gap dhidi ya Manchester United, kwa tafsiri yake ni mechi 2, lakini pia tumeshazidiwa na Liverpool ambaye ana pointi 48 kama sikosei. Lakini ukiangalia Villa naye anakimbizana na Manchester United na pointi 51 wote. Kwa hiyo it's very 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 tough, na vitu vya kuzingatia zaidi ni hivyo ambavyo nimevisema. Kocha anatakiwa awe serious sana kwenye hichi kipindi, anatakiwa tactics zisiwe nyingi zaidi, bali aandae mentality vizuri ya wachezaji ili kuweza kuwin hizi mechi na tuweze kufanikiwa kushiriki mashindano ya UEFA Champions League kwa msimu ujao, kwa sababu ni fedheha kubwa sana. Nimeshazoea sasa hivi kutoka usiku twende kuangalia mechi za UEFA, afu tena msimu ujao tuanze kurudi tunaangalia mechi za Europa League siku za Alhamisi kama tunaangalia futui. Kwa hiyo nadhani hivyo ndio vitu zaidi ambavyo kocha anatakiwa kuvifuata sasa hivi ili tuweze kufanikisha kuweza kufuzu UEFA Champions League kwa msimu ujao. Mimi ni washukuru sana jamani, na tumepoteza pointi 3 zote ambazo zilikuwa ni muhimu, na kwa tunakoelekea kiukweli ni kugumu kiasi chake kwa sababu ya wapinzani wetu nini ambacho wanakifanya. Hatuna muendelezo. Kifupi ni hivyo. Hata mimi niko na amani Mustafa kwamba njia yetu kama tunataka kupita kwenye ligi kiukweli sioni kama kuna njia hapo. Lakini kule UEFA nafikiri tunaweza tukafanya kitu, tukapita kule na tukafanya kitu ambacho kikatusaidia tuweze kurejea kwenye mashindano haya ya UEFA Champions League. Asante sana Amani Mustafa pamoja na Hafiz Mnacho ambao tulikuwa hapa tunakuletea uchambuzi wa mchezo dhidi ya Arsenal kwenye uwanja wa Emirates, na matokeo tumeweza kupoteza kwa mabao 2-1. Chelsea tunaendelea kubaki na alama zetu 45 kwenye msimamo wa ligi kuu soka ya England. Mimi naitwa Himidiwe Kabuje, Brazil anayecheza kupitia mdomo. Tukutane tena kwenye mchezo mwingine unaofuatia, na mchezo unaofuata ni dhidi ya Aston Villa ambaye pia yuko kwenye nafasi hizo ambazo tunazingangania sisi. Ndio mchezo unaofuatia, na tukutane kwenye Darajani 1505 kupitia Instagram, Facebook pamoja na YouTube channel ambayo unaisikiliza muda huu. Asante na bye bye.